Kwa jina naitwa Dr. Frank Jongo, ni daktari bingwa wa mfumo wa mkojo. Kwa siku ya leo nilikuwa nataka kuzungumzia kwa kifupi kabisa tatizo la mawe kwenye njia ya mkojo. Urolithiasis kwa kitaalamu, kwa sababu mawe yanaweza yakawa sehemu yoyote kwenye mfumo wa mkojo, na maanisha yanaweza yakawa kwenye figo, jiwe linaweza likawa liko wakati mwingine kwenye mirija ya mkojo ambao kitaalamu tunaita ureter. Wakati mwingine mawe anaweza yakaonekana kuwa kwenye kibofu cha mkojo ambao tunaita cystolithiasis, na wakati mwingine hata kwenye mrija wa kutolea mkojo ambao ni urethrorethrolithiasis. Kwa kifupi, sababu kubwa za kutengenezwa kwa mawe kwenye mfumo wa mkojo, hasa kwa huku kwetu Afrika, tukichukulia na Tanzania, ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha kumekuwa ni sababu kubwa sana, kwa sababu mwilini mwetu kuna chumvi. Hivyo usipokunywa maji ya kutosha, mwili usipokuwa na maji ya kutosha, unaweza ukapelekea zile chumvi kuganda sana zinapofika kwenye figo. Kwa maana hiyo zikiganda ndipo zinapotengeneza mawe. Kwa hiyo mawe, kama nilivyosema, sababu kubwa sana ni kutokutumia maji ya kutosha, ambako hupelekea zile chumvi zilizopo mwilini kuweza kuganda. Sababu nyingine ni vyakula tunavyotumia, na sana sana kutumia vyakula ambavyo vina chumvi sana, kwa maana vyenye high sodium, vitu vya sukari, na baadhi pia ya vyakula vingine kama spinach. Hivi vyote vinaweza vikakupeleka kwenye riski kubwa ya mwili wako kutengeneza mawe kwenye njia ya mkojo. Na dalili zake ziko tofauti pia, kutegemea na sehemu gani hilo jiwe linaweza kuwa, kama nilivyokwisha kusema awali kwamba linaweza likawa kwenye figo, kwenye mrija wa mkojo, linaweza likawa kwenye kibofu cha mkojo. Kwa maana hiyo, dalili pia za mawe kwenye njia ya mkojo zitategemea pia na hilo jiwe liko sehemu gani. Lakini wagonjwa wengi sana huwa wanalalamika maumivu sana, wengine sehemu ya mbavu wanalalamika wanapata maumivu. Wapo pia wengine ambao wakati mwingine wanashangaa wanakojoa damu. Wakati mwingine mgonjwa anaanza tu kwa kukojoa damu. Hiyo pia ni dalili yake kubwa ya mawe kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Pia kuwepo kwa mawe kwenye njia ya mfumo wa mkojo wakati mwingine sana kwenye kibofu cha mkojo kunaweza kukamfanya mgonjwa akawa anapata maambukizi, anapata infections kwenye njia ya mkojo mara kwa mara, kwa sababu ya kuwepo kwa mawe kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Na tiba kwa kweli za mawe zitategemea na jiwe liko sehemu gani. Kama nilivyokwisha kusema, kwenye figo, kwenye mrija wa mkojo, kwenye kibofu cha mkojo, tiba zinatofautiana. Lakini kwa kifupi, tiba za mawe kwenye njia ya mfumo wa mkojo zitategemea na ukubwa wa jiwe. Mawe madogo huwa yanatoka tu yenyewe mgonjwa akitumia maji ya kutosha. Kwa kawaida tunashauri mgonjwa atumie maji si chini ya lita 2.5.
Kwa hiyo akipata maji ya kutosha kabisa, mawe linaweza likatoka. Ina maana ni spontaneously tu, jiwe lenyewe linaweza likatoka, lakini kama litakuwa na ukubwa ambao sio mkubwa sana. Na kitaalamu huwa tunasema kama jiwe ambalo lina ukubwa wa milimita 7, chini ya milimita 7 linaweza likatoka lenyewe. Lakini jiwe likishakuwa kubwa, mara nyingi tunasema zaidi ya sentimita zaidi ya milimita 7, ina maana ni jiwe ambalo linaweza lisiweze kutoka lenyewe, likahitaji operations, ambapo operation zenyewe ziko tofauti tofauti kulingana na jiwe liko sehemu gani. Kwa hiyo kwa kifupi tu kwamba tiba ya mawe itategemea na ukubwa wa jiwe lenyewe. Jiwe ambalo liko chini ya milimita 7, mara nyingi tunasema kwamba mawe hayo yana uwezo mkubwa, yana asilimia nyingi, yanaweza likatoka lenyewe. Lakini jiwe likisha kuwa liko zaidi ya milimita 7, huwa linaweza likahitaji upasuaji. Kwa kifupi natamani pia tukaweza kujua namna gani ya kujikinga, kwa sababu ndio kitu cha muhimu sana, tujue ni namna gani tunaweza kujikinga na mawe kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Kama nilivyokwisha kusema kwamba upungufu wa maji mwilini ndio chanzo kikubwa, dehydration. Hicho ndio chanzo kikubwa cha kutengeneza mawe kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Hivyo tunashauri kabisa mgonjwa atumie maji ya kutosha. Ambapo huwa tunashauri at least sio chini ya lita 2.5. Sio chini ya lita 2.5. Pia apunguze matumizi ya chumvi kama nilivyokwisha kusema, pamoja matumizi ya sukari kwa wingi apunguze, ili asiweze kutengeneza hayo mawe kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Asanteni kwa kunisikiliza.